kutoka Makinge. Miaka 5 mnaizungumza hiyo. Hatuzungumzii historia hapa. Hapa tunazungumzia uhalisia kwenye mechi ya Jumapili. Wewe unajua hiyo historia? Kaangalia 2004 mpaka 2005 Yanga anapigwa mara 5 mfululizo. Yanga gani anokataa duniani aje? Hii hamsemi kwa sababu nyinyi waandishi hasa wewe Singano mnafiki. Wale mnafikuna sarasa. Harama za mnafiki ngapi? Wewe moja unayo Singano, kataa nikupe. Unaenda kukutana na Dep mashine ya mabao. Anasema hiyo mechi watu waacha salama. Sisi. Na naomba waandishi wa habari watafuteni watu wa Yanga siku. Tuweke mdahalo kila mmoja akaizungumzia historia yake. Leo waandishi mmeshika, mmefungwa mara 5, mmefungwa mara 6. Wao hawajapigwa hizo mara. Hawajapigwa. Mimi nakupa ushahidi sasa wakafanya research 2004 mpaka 2005. Tena nimekutajia mechi goli la kwanza dakika ya 48 maana yake kipindi cha pili. Pechu Kongo, ushawahi kumuona? Mmeshika tu Simba kafungwa mara 6. Na unafiki. Guys, tuna mechi ngumu zidi ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini unaenda kupata matokeo. Dabi haijawahi kuwa mechi nyepesi. Ikatokea maajabu duniani. Kulia wakaekwa kuku, kushoto wakaekwa bata. Alafu hao wakaitwa Simba, hao wakaitwa Yanga. Pata kwenda kuchimbika. Na niwaambie wana Simba hatuwezi kumfunga Yanga kwa kuendelea kuongea kwenye media hizi. Tunamfunga Yanga kwa vitendo. Hatumfungi Yanga kwenye vijiwe vya kawa. Biidhnillah. Yanga anakwenda kufa siku ya Jumapili. Wametaka ndio hivyo, hawakutaka ndio hivyo. Vitendo gani unavyozungumzia wewe sasa? Uchawi kwenda kuloga. Mechi mnaenda kuloga? Uchawi upo. Mmeimaliza nje ya uwanja. Uchawi upo. Mwenyezi Mungu anatuthibitishia sisi Waislamu kwenye aya 2. Aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, "Kul a'udhu birabbin nas." Ndani kuna maneno yanasema wa min sharril waswasi. Shekhe njoo tutengeneze vyombo kidogo. Upo? Niko sawa sawa? Ndio. Uchawi upo. Simba mwenye uwezo wa kuloga akaloge. Ndio. Na maana Yanga muwawezi ndani. Leo mwana Simba yoyote mwenye akili timamu, beba futari yako, beba tambi zako. Chukua mkate wako wa Boflo, chukua sukari yako kilo 2, nenda kwa bibi yako. Bibi, nimekuja kukuletea sadaka hiyo bibi. Lakini mimi nina mechi ya Jumapili, tia dua, Yanga afungwe. Mwezi mtukufu Kisugu. Mwezi wa Ramadhani huu. Maulama wale wapo hapo zetu fungwe. Moja katika chuma ambacho kinakwenda kumfunga Yanga kile pale kile. Yule jamaa. Wewe acha. Vita hii. Vita baridi. Ngoja niwaambie story kidogo. Mpira ni vita. Mambo yote yanayopatikana kwenye vita kwenye mpira yanapatikana. Kwenye mpira watu wanakufa na kwenye vita watu wanafanyaje? Wanakufa. Kwenye mpira watu wanakatika miguu na kwenye vita watu wanakatika nini? Miguu. Kwa hiyo tunakwenda kupigana vita baridi. Mimi naamini tukisimama kwenye slogan ya Simba nguvu moja, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutakwenda kupata matokeo siku ya Jumapili. Guys, Mwamba narudi Jumatatu saa 6. Yanga kashakufa 4 nacheza kidedea. 4. Wahida, Tinina, Thalatha. Wewe ukiniangalia nichukie tu. Mimi sinasema kama unataka kupinga uje. Unaumia tu, unaumia nini wewe mnafiki? Mimi wazee wa alo tu. Uwezo wa kufunga Young Africans hizo 4 huko. Wewe mzee wa alo tu, mipango. Tutapambana kuhakikisha kila tobo tunaziba. Auteja mnaofuta. Wewe Yanga kapiga na Cosmopolitan pale mpira mpupuchu. Ngoma ikakataa ile. Waandishi wakaanza Yanga wameshuka kiwango. Wakamfuata Juma Mgunda kule. Pupuchu bila gimbe wakaona yeye tutengeneze mipango. Tuarudishe watu kwenye njia. Kapigwa mtu 5. JKT anaongoza. Halo. Ndio staili yenu. Tunakwenda kuikata staili ya haro visiwani Zanzibar. Kwa mzee Ali Hassan Hussein Mwinyi. Mnachezewa mind game. Pacome amesafiri na timu, taarifa zinaeleza anaumwa lakini. Sisi hatuendi kumwangalia mchezaji, tunakwenda kuangalia Dar es Salaam Young Africans. First 11 ya timu wachezaji 11, maana yake Pacome anakuwa mmoja katika hiyo timu. Hatuendi kumwangalia mchezaji, tunakwenda kuiangalia Yanga. Na tutakwenda kuwafunga.
Sababu kuna taarifa zinaeleza Jonathan Soa amesamehewa na atakuwepo. Simba wana vyombo vyake vya habari, na hili sitaki kulizungumza sana kutoka kwenye leli, na ndio maana mmemtuma Haji Manara aongee yale aliongea. Sisi tunajua michezo yenu ya kitoto hii, endeleeni kucheza michezo ya kitoto, tunaendelea kujipanga. Hatupo kwa ajili ya kumzungumzia mtu, tupo kwa ajili ya kuizungumzia nini? Simba Sports. Jonathan Soa mchezaji wa Simba. Tumewasajili wachezaji 28. Ukiondoa mmoja 28 abaki ngapi? 26. Ni wanajeshi wako kamili kwenda kuipambania Simba. Unafikiri ni kwa nini Soa amerudishwa Dar es Salaam kipindi? Swali zuri, lakini mtafute Ahmed Ally, nafikiri na majibu mazuri kuliko mimi. Mnamkosa Soa kwenye dabi ya Kariakoo. Mngetamani kumkosa mchezaji mzuri kama huyu kwenye mechi kubwa kama hii? Mechi 5 zote mfululizo Soa hayupo. Alikuwa anatumikia adhabu. Na Simba tulikuwa tunapata matokeo mazuri. Swali la kwa nini Soa kajibu, mtafuteni karudi, mtafuteni Ahmed Ally. Ni pigo kwa Simba. Nimesema Simba na wachezaji 28. Akiondoka mmoja tunabaki wangapi? Sababu ya Selemani Mwalimu endapo akichoka ni Baraka Mwangosi. Hii imekaa. Mwalimu yupo, anaandaa timu. Na niliwahi kusema muda sio mrefu, kila mmoja alishuhudia mechi yetu jina namna ambavyo tulivyocheza na Dodoma Jiji. Mwalimu yale mazuri ataendeleza kuwa mazuri, na yale mabaya atakwenda kurekebisha kwenye kiwanja cha mazoezi, kuondoka kwenye mabaya kurudi kwenye nini? Mazuri. Game approach ya Jumapili anayejua ni mwalimu Steven Becker. Leo kinaambia mimi akiondoka mwalimu uoni. Kwa hiyo majibu maswali mengine wanauliza si ya kwangu. Nenda kamtafute Steven Becker, ndio yeye anajua ku approach timu yake. Nani atoke, nani afanyeje? Aingie. Mimi wajibu wangu ni kuzungumza na wachezaji wa Simba. Niwaambie jambo moja tu, wachezaji wa Simba wamebeba dhamana nafsi za wana Simba. Yawezekana wao ndio wamebeba vifo vya wana Simba, na inawezekana wao ndio wamebeba maisha ya wana Simba. Wao ndio watakaoamua mashabiki wa Simba waishi vipi katika jiji la Mheshimiwa Albert Charamila. Wao kama wanataka kuamua sisi tuendelee kuteseka na kunyanyasika, kudhalilika na kutukana, waendelee. Na wakitaka kutembea sisi kifua mbele, wao wana uwezo wa kutembea. Wewe ndio wakajitoa kaipambania Simba kwenye jasho na damu. Wao. Sisi wengine tutaongea kwenye vyombo vya habari. Tutakwenda Filbiladi Inkana Intadi ila Muru wa Mkugilo kuloga. Tutakwenda Mikele tutaloga. Tutakwenda Shungubweni tutaloga. Tutakwenda Mpafu tutaloga. Lakini mwisho wa siku wao ndio wana uwezo kwenda kutekeleza majukumu. Anisikie vizuri Captain Shomari Kapombe. Anajua maandhari na maandhira magumu kwenye hii mechi. Anajua heri na anajua shari kwenye hii mechi. Wewe ndio akaipambanie Simba. Wewe ndio akawapambanie mashabiki wa Simba ili ile dhana na tafsiri ya unyonge waondoke. Kisugu, nikiwa naondoka na kuachia swali hili moja la mwisho. Jairuti ametimiza ahadi ya mchezaji, lakini asubuhi na mapema hii leo ameshare akiwa na picha ya kutabasamu akiwa na basi jipya la Msimbazi. Ni kumpongeza. Anafanya kazi nzuri. Na siku zote muungwana sifa yake ya kwanza ambayo wewe Singano una ni kutekeleza ahadi. Sifa ya kwanza ya muungwana ni yule ambaye anakwenda kutekeleza. Singano umekimbiza maiki. Nabadilisha beti. Kwa hiyo Jairuti kwenda kufanya kile ambacho alichokifanya, mimi naamini kwamba anakwenda kutekeleza yale ambayo Jairuti aloahidi wana Simba. Niwashukuru sana waandishi wa habari.